Rejea kwa ajili ya eneo hili la Mwiki sasa hapa na ndugu zangu Kejo, Kunambi na Nas. Bila kupoteza muda tujielekeze moja kwa moja na leo Nas, Simba na KMC leo. Gari limewaka, umeona bwana, na wanataka hadi kufika siku ya dabi wao washamaliza biashara, wao tayari mabingwa. Vipi leo Simba na KMC? Kama umesema gari limewaka, walivyorejea kutoka South Africa kidogo mechi ya kwanza ilionekana ni kama ni watu wenye fatigue kidogo, na timu mechi ilikuwa ngumu dhidi ya Mashujaa, lakini kadri mechi zinazokwenda unaona wanarudisha ile fitness level yao. Walicheza vizuri dhidi ya JKT, na mechi ya dhidi ya walioshinda 5 dhidi ya Pamba ya Mwanza, yes, walikuwa katika kiwango bora sana. Na natarajia leo vile vile watakuwa na muendelezo ule, ingawa bado ni mechi ngumu. Mechi ya Simba dhidi ya KMC haijawahi kuwa rahisi. Itawasumbua, lakini wana possibility kubwa kwa Simba kupata ushindi, kwa sababu ni timu ambayo iko kwenye form. Unajua timu inakuwa kwenye form, kuizuia mara nyingi ni ngumu. Sasa Kunambi, Simba bado naona wakiwa favorites katika mechi ya leo, na hapa nafasi kubwa zaidi Simba, hasa ukiangalia matokeo yao toka wameanza kucheza mechi za viporo. Kama watangulia kusema Kilinga hapa kwamba walisumbuka kidogo kwenye mechi na Mashujaa, lakini mechi zingine zilizofuata na JKT na Pamba Jiji tumeona hata mechi ya leo haitakuwa na tofauti sana. Ingawa changamoto inakuja kwamba hata msimu katika position wise KMC sio timu ambayo haiko kwenye nafasi nzuri sana. Unaona chochote kinaweza katokea kwamba hiki shinda hivi, unaona. Kwa hiyo hivi wale ukaambia kuhusu KMC, naona wewe huna uhakika, unadhani sawa sana kupa habari za uhakika kuhusu KMC. KMC wana pointi 30, sawa KMC wana pointi 30, mechi 27, sawa pointi 30, mechi 26, wako nafasi ya 11, sawa bwana Ken Gold imeshashuka, sawa inayofuatia Kagera Sugar na pointi 22 ala mechi 27. Akishinda mechi 3 huyu zilizobakia zote anakuwa na pointi 31, ameshampita KMC. Sijui umeelewa Prisons ana pointi 27, akishinda mechi 2 tu anakuwa na pointi 33, playoff position. Pamba na 27, akishinda 2 tu anakuwa na 33, lakini na uwezo wa kupata pointi 36, anakuwa shampita KMC. Sawa, Fountain Gate na 29, juu yake ndio mwenye 30, na Mashujaa pia na 30. Unaona sasa katika hawako safe. Hawako safe KMC. Na mechi zao walizonazo KMC vile very tricky, kwa sababu usiangalie tu na mechi na Simba. Lakini kwa timu nyingine zina uhitaji unaofanana na wao ndio wanakwenda kukutana. Ndio hicho nilichosema kwamba bado hawako safe, na hiyo sasa uwezo ndio unawasaliti. Ndio ninachosema kwamba changamoto inaweza kuja hiyo, kwa sababu kutokana na position yao watataka kufight. Watataka kupambana huko kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo katika muktadha huo inaweza isiwe mechi rahisi, lakini katika kiuhalisia Simba wako bora zaidi. Sio na miujiza. Kunambi ni kuondoe hofu. Kama umekosea katika msingi wa uwekezaji kwenye usajili na kuunda timu, mapato hazita kunusuru hata kidogo. Ndio maana walitaka kuipeleka mechi uwanja wa Hassan Mwinyi, uwanja ambao wenye Tabora wenyewe walifungwa goli ngapi? Sijui 5, sijui 4. 3. Lina Yanga kaenda kafunga 5. Yani Kasim Deoje alikuwa anasemaga jitihada ishindi kudra. Sio jinamna. Ngaje mpira nao unakuwa na maajabu yake. Mzee ndani ya magoli. Wewe wale Bukwala wale Atebu waliua anapiga hati kwa anapiga vile. Simba imechanganya. Yes, huko Berkane mwenyewe kachanganyikiwa sasa hivi. Unajua sasa hivi sio kama zamani. Ili upate taarifa za Moroko lazima mawasiliano ya direct, ama upate taarifa za hamna. Yaani sasa hivi kitu kinatokea hapa Tanzania tayari washajua. Kwa mabara yote yanayofanya Simba hapa Bongo Berkane wanajua. Rasnikejo, karibu. Asante. Kama mlivyosema, mechi ya leo
Ni kama Simba ilikuwa imepanda mlima baada ya kuanza zile mechi za viporo. Na nadhani mlima, hatua za mwanzo zilikuwa ngumu sana za Mashujaa. Na kama tulivyosema, Simba na Mashujaa haijawahi kuwa mechi rahisi, lakini Simba ilitoka. Mechi ya JKT na Simba tulisema pale, tena nakumbuka ukasema JKT lazima itafungwa. Nikasema hii mechi inaweza ikawa ngumu, na wote tumeshuhudia ilikuwa ni mechi ngumu. Simba ilishinda. Tukasema Simba huwa inasumbuliwa sana na Pamba, lakini ile fatigue aliyokuwa anasema Nas ilikuwa imeshaondoka, na ile hofu ya viporo pia ilikuwa imeshaondoka. Simba ikashinda goli 5-1. Na leo hatutarajii matokeo tofauti sana. Kinachotarajiwa ni kwamba Simba itashinda idadi gani ya magoli. Lakini kama ninavyosema, kuna msemo katika michezo anasema maiti inaweza ikamng'ang'ania mwoshaji. Kwa hiyo hatudhani kwamba KMC, nilimsikia kocha wao akisema wao wanaifahamu Simba zaidi kuliko Simba inavyoifahamu KMC, lakini nadhani ni maneno ya faraja na ya kuipa timu moyo. Lakini tuone kwa hesabu Simba inaenda kupata pointi 3. Kingine ni matokeo tofauti ya mchezo ambao kila mmoja atastaja hapo. Sawa. Sikose burudani kupitia za Msoswani HD leo saa 10 kamili. Ameandika Mwampashi rafiki yangu sana na najivunia sana, ameweza kaandika ujumbe wakati wote. Mwampashi anaandika poleni sana mimi Mwampashi wakale muzika na bendi tunawapa pole, ila mzee Nguza Viking wa Makidu Saile alikuwa rafiki yake sana, naye anawapa pole sana. Mzee Nguza Viking sana sikuelewi. Yani mzee Nguza si bado mko naye wapi? Uko naye wapi mzee Nguza? Sawa. Asmani Kisatu anasema asalamu alaykum bin Zubayd, naliona kombe la Afrika likibaki Tanzania. Mungu aiongoze Simba kwenye finali, na pia uwezi kupewa kombe ya ligi bila kukabiliana na mkemia mkuu Elia Mpanzu. Weekend njema. Mkemia mkuu Sidikivea ameandika tena bin Zubayd. Ya mambo binafsi. Sawa, nitakusaidia baadaye nikimaliza. Tuonyeshe kidogo mechi ya dabi ya utangaza Chazila ni namba 1. Mchezaji Donald Ndombo Ngoma alifunga goli. Mimi Mwamandoka. Jamani, kuna ombi la mechi ya dabi ambayo Chazila na bado wanatangaza ya Ngoma kafunga. Kama itapatikana basi, kabla tujaondoka tuwape watu kionjo. Charles akitangaza hiyo mechi. Nadhani umenisikia wenzangu huko studio wanafanyia kazi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaka, kuhusu dabi, bodi ya ligi kupitia kwa mwenyekiti alishakubali kuwa waliofia haya mengine na kusadikika. Ndugu yangu, hatuweki ushabiki sisi hapa. TFF tunaomba mechi ya leo ya NMB ya kwa ajili ya mechi ya leo ya ligi watoe dakika moja kwa ajili ya kumuenzi Chazila. Asante sana kwa ushauri wako, ila ni mechi ya NBC sio NMB. Nafani kaandika kafuta bin Zubayd, poleni sana kwa msiba wa Chaz. Rest in peace Agostine Minja wa Arusha. Hii tabia ya kuandika na kufuta mpangalo umeanza lini sasa? Ni maana yake nini? Hakuna kitu nanikwaza kama mtu anaandika message anafuta. Sawa, tarejea kusoma tena hizi message. Nas Yanga watakuwa na mechi na Namungo Jumanne kesho kutwa tu, na kama walikuwa hapo comfortable sasa wanaanza kuifeel pressure. Kama walitegemea kwamba Simba kwenye vile viporo vinne kuna kimoja tateleza, ametafuna vyote kama ana njaa. ametafuna ile, unajua kutafuna katafuna kilafi. Sasa ile unajua unamta anakula funa mshangaa. Najua Yanga ameshangaa Simba kwa hicho kifanya hapa. Maana kapita nazo zile. Sasa Yanga na wenyewe pressure na hamia kwao. Na Namungo alijikita Dodoma pale kwenye kambi ya kujiandaa na mchezo. Special task, na kama unavyomjua Juma Mgunda ni mwalimu wa mipango sana, na anapokuwa na special segment mara nyingi huwa anafanya kile kinachotarajiwa. Wewe unasemaje? Itakuwa ni mechi ya pressure kwa Yanga, na ukizingatia timu zote na Coastal Union zinatoka katika kipindi kirefu kidogo cha mapumziko. Kwa na
hatutoona Namungo. Namungo amini, hatutoona ile competitiveness, na naamini kutakuwa na kidogo mpira mgumu, lakini favorite ni Yanga bado, pamoja na pressure yote. Sioni namna Yanga anaweza kadondosha points dhidi ya Namungo. Bado atakuwa favorite kwa sababu anaangalia na nafasi yake ya kutetea ubingwa, ingawa pressure bado kweli itakuwa kubwa, kwa sababu Simba akishinda leo gap itabaki ni pointi moja. Ni pressure kubwa sana. Nabi mechi na Namungo na Yanga mara nyingi inakuwa ngumu, kwa maana kwamba Namungo huwa wanaonyesha ushindani, lakini mwisho wa siku Yanga huwa anapata matokeo katika mechi nyingi walizocheza. Na hata hii haitakuwa tofauti sana. Namungo ataingia na determination ya kutaka kuonyesha ushindani, lakini mwisho wa siku ubora unaweza ukaamua mechi. Na kitu kingine ni kwamba Namungo ataingia katika hii mechi kama ambavyo Kiringa ametoka kusema kwamba hawa wamesimama, hawajacheza kwa muda mrefu, kwa hiyo miili inaweza ikawa imepoa kidogo. Lakini at least Yanga wametoka kucheza kombe la Muungano siku sio nyingi sana, kwa hiyo hata ile match fitness ile wanaweza wakawa na kuchanganya na shauku ya kutaka kuchukua ubingwa kwa msimu wa 4 mfululizo. Bado mimi naipa nafasi Yanga, ingaje mpira naona una matokeo yake. Kejo ni mechi ambayo hata sare kwa Yanga itakuwa ni kupoteza. Sasa hivi Simba na Yanga hazitaki kuzungumzia hata kitu kinaitwa sare, kwa sababu point 3 ndio zinazoiweza kuiweka timu katika sehemu salama ya kutoa ubingwa. Kwa hiyo Yanga inaingia uwanjani ikihitaji matokeo ya aina hii, ushindi. Tofauti na hapo ni kama itakuwa imepoteza, kwa sababu ukipoteza pointi 2, ukipoteza pointi 3, umepoteza na nafasi ya kurecover hizo point inaweza ikawa ni ngumu sana, na ukawa ndio mwisho wa safari ya ubingwa. Kwa hiyo itakuwa ni Yanga na Simba, kila mechi zinapoingia uwanjani ni finali, na inaweza ikaenda hivi. Afu tuangalie hiyo Juni 15 kama zitaingia uwanjani, ndio tutajua nani atakuwa ubingwa. Huyu anachanganya Mzenguza na Kinkiki ndo amefariki, si ndio? Huyu amesema Nguza Viking. Nguza Viking si yule wa Sinza bwana, yupo. Ndio huyu aliosema yeye. Sawa, Mzenguza kama uko naye hapo tupe namba yake tuongee naye. Sawa, unakumbuka Achigo Bendi? Wale hivi amecheza sana semene huyu. Asante kwa namba ya Mzenguza. Kale Muzika Pashi Boy. Bizuberi, poleni sana kwa msiba wa Charles Hilary. Alikuwa mshikaji sana tangu akiwa RTD. Nakumbuka kuna mechi moja ya Simba na Gor Mahia ya Kenya, CCM Kirumba, tulikuwa naye wakati akitangaza. Senior driver Isa Jumanne wa Bugando. Isa bwana, senior driver huyu ndo dereva aliwabeba wote walipozimia uwanjani. Alibeba Dua Saidi. Sawa, huyu ni driver ile ambulance ile ya Bugando ambaye anakundaga uwanjani pale. Alimbeba Dua alivozimia gongana na Malima, na akamgonga Mwameja alivozimia gongana na Saidi Maulidi. Nakumbuka hizo incident. 2001 Saidi Maulidi, 96 Dua. Labda na mkichwa Bakari Malima kuna dadeke. Kichwa kajiwe la pila mgumu. Sawa, hii message nyingine ni ya Sule Msiagi. Msiagi amesema poleni kwa msiba wa Charles. Asante Msiagi. Lakini pia ameandika Matola, Mungu aweze mahali pema roho ya Charles. Amina, tunakushukuru kwa Kasomfi Fortunatus. Salam kiongozi Beli, poleni kwa msiba wa Charles, alimpe salam. Edibili Lunyambira ameshatoka, bahati mbaya. Mwananchi asilia, kipaji adhimu, zao la umiseta. Fortunatus Charles, Kasomfi, South Africa. Kipozi ina lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inasemekana Charles Hilary wapi hakupenda kujiweka wazi, alikuwa na weledi mkubwa katika kutangaza mpira. Wapi upande wa pili unajidanganya. Ili gazeti nitasoma baadaye. Usifute gazeti lako. Sawa. Nas Ngorongoro Heroes
umekuwa matokeo yasiyofurahisha kabisa. Kabisa. Mechi zote amepoteza, angalau mwaka 2021 ile walipata draw moja. Tulitegemea improvement kwenye finali za mwaka huu, lakini imekuwa hivyo, na ni mwendelezo wa rekodi za kuishia kufuzu tu kwa timu za wanaume kwenye finali za Afrika. Senior team pia ni hivyo hivyo, hatua yao kwenye makundi wakifika pale wa progress under 17 halikadhalika. Kama senior journalist unaweza ukatuambia nini kiini cha tatizo hili na tunajinasua vipi hapa? Tuligusia kidogo Jumapili iliyopita kwamba ya technical bench kulikuwa na nguvu kidogo iliongezeka, labda ilikuwa ni sababu ya hiyo nguvu, mabadiliko kidogo. Kwa maana wale si wakwenda wako na timu zao za ligi kuu. Labda ndio ikawa sababu. Tulikuwa tunajaribu kutafuta nini, kwa sababu pale mpaka pale ilikuwa wameshapoteza mechi mbili, walikuwa baki na dhidi ya Zambia na wenyeji Egypt, ambazo tulisema hapa kwamba uwezekano wa kushinda ni mdogo, na ni kweli wamepoteza zote kwa goli 1-1. Kwa hiyo ni very unfortunate, lakini sasa inabidi turudi kwenye drawing board huku. Maybe we were unlucky. Amini Kejo, tupate mawazo mbadala maana. Mi labda ni tofautiane na wenzangu kidogo. Mimi ninawapongeza hao vijana. Nawapongeza, na kama ulivyosema tumekuwa na mwendelezo wa kufuzu alafu hatusogei mbele. Lakini tumeanza kufuzu lini? Zamani ilikuwa hata hiyo kufuzu ilikuwa ni miujiza. Kwamba sasa huu ni mchakato. Nadhani kama ilivyokuwa hata kwa Simba na Yanga kuingia kwenye makundi, mwaka 98 Yanga ilivyoingia kwenye makundi, kile kitendo tu cha kuingia ilikuwa ni kama muujiza. Sasa hivi Yanga na Simba kuingia kwenye makundi, kocha atafukuzwa. Kwa hiyo tayari tumeshapiga hatua. Sasa tunaanza kuingia kwamba tunaanza kuinusa kwamba ni robo finali. Tutafika nusu finali na tutakuwa kama kina Al Ahly na Mamelodi, kwamba usipotoa ubingwa au usipocheza finali unafukuzwa. Kwa hiyo ni progress. Na ukiangalia hata trend ya matokeo, wamefungwa moja bila mechi zote. Kwa maana kwamba wakati mwingine katika mpira na bahati nayo ina nafasi yake. Sasa kitu nini cha kufanya? Tumesha kubali kwamba sisi katika swala linaloitwa kufuzu kwenye makundi sio tatizo letu. Ni muda mwafaka sasa kwa viongozi wa mpira, wachezaji wenyewe na makocha kuangalia nini kinachotukwamisha, tuamue kutokea hapa. Sasa huku tena sio tatizo letu. Asante sana Rashid Kejo. Nisome message mbili alafu tuende kwenye El Clasico hapa. Maki message nyingi sana leo. Huyu katika gazeti, nimepokea habari ya msiba mzito wa Charles aliyekuwa mtangazaji mahiri na mkurugenzi wa mawasiliano wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Nitamkumbuka Charles kwa mambo yafuatayo: sauti yake aisee, jinsi alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kuchambua mchezo wa soka na wachezaji, uwezo wa timu na mchezaji mmoja mmoja. Zamani kulikuwa hakuna TV, lakini ukimsikia Charles Hilary ilikuwa ni kama upo uwanjani unaona live. Yule yapo mengi sana zaidi ya upendo waliokuwa nao kwa watangazaji wenzake kote alikopita, akiwa Azam na Ivona Raymond Kamuntu na taarifa ya habari inayovutia na kusubiriwa. Pole sana kwa familia katika kipindi hiki kigumu chenye majonzi. Pole Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa msiba huu mzito. Pole wanahabari wana michezo, ndugu jamaa marafiki. Hakika sisi wote na Mwenyezi Mungu na kwake ni marejeo, pumziko wa amani. Uncle Charles from Pascal Nyalu, Tabora Manispaa. Nashukuru gazeti lako nimelisoma, lakini mara nyingi magazeti yanatupa shida. Mimi hizi message sisomi hizi, sawa? Yani hizi message hasi usijisumbue kunitumia. Aisee, pole sana kwa msiba wa Chazi, hajaandika jina. Huyu ni Mwinami Lucas. Nathan Mpangala unaandika unafuta. What's wrong with you brother?
Siwezi kusoma message kama yani unatuma hapo hapo nisome hapo hapo. Hapana, nachukua muda kidogo. Mwenyezi Mungu ailaze roho wale Chazi Hilary mahala pema peponi. Amin. Abdul Jazinyo. Au umenitukana nani bwana Mpangala? Au unaandika message unafuta bana yake nini? Gazeti lingine hili. Hivi kweli ndugu yangu na unategemea nitasoma hili gazeti hili? Unanipa mtihani kweli yani. Asalamu alaikum, pole Tanzania kwa msiba wa baba Chazi Hilary. Nakumbuka maajabu yake ambao nilimvulia kofia akiwa anatangaza mechi ya Majimaji na Simba mwaka 87. Yani ilikuwa anakwenda na kasi ya mchezo pamoja na pasi za haraka za kina Abdalla Chuma, John Kabisa, Peter Mwina, Octavian Mrope, Samli Ayubu, Mdachi Kombo. Kwa kweli kuanzia hapo nikawa namfuatilia. Pia namkumbuka akiwa Radio 1 akiitwa mzee wa Macharanga. Pia aliweza kutupa burudani akipambanisha bendi zinazofanana na kipindi cha nani zaidi ya Macharanga. Tukawa tunasikiza michuano ya Mlimani, Msondo, Arusu Mabele, Kanda Bongoman, Phil Collins, Elton John. Ukweli Chazi alipendwa na wengi na ndio inaendelea. Hiyo ni taarifa nyingine. Sawa. Bwana El Clasico leo na Sogeli ya Kilinga. Last 10 matches kila mtu ameshinda mechi 5, lakini imekuwa kuna trend ya kila mmoja kuwa na consistency ya kumfunga mwenzake mfululizo. Kwa mfano baada ya Real kumfunga Barcelona 3-1 Oktoba 16, 22, mechi zilizofuata 3 Barcelona alishinda. Sawa bwana 3-1, 1-0, 2-1. Zikafuatia mechi nyingine 4 Real akashinda 4-0, 2-1, 4-1, 3-2. Afu 2 mfululizo kashinda Barcelona. Sijui umeona. Na kuna kila mtu akimgotea mwenzake sio kizembe, anamkanda kisawa sawa. Atuambie leo utakuwaje pale. 11 na robo goma leo kwa Sport HD. Mechi afu point tofauti point 4. Yaani kwamba ushindi leo anautaka sana Real Madrid ili apunguze gapa bakize point 1. Yes. Ni mechi ambazo zitakuwa tamu sana. Lakini kwa trend inavyokwenda Barcelona amekuwa ni mbabe kwa mechi hizi mbili. Kinachonifurahisha umesema katika mechi 10 wote wameshinda mechi 5-5. Mechi ya El Clasico ni aghalabu sana ukaikuta draw. Mechi nyingi mtu anabamizwa na akishikwa anabamizwa. Mwingine mechi iliyopita mtu alibamizwa 5 nafikiri. Unawekwa kwenye kona unapigwa haswa. Kwa hiyo naamini na mechi ya leo bado itaproduce magoli mengi. Vitendo vya Barca Kunambi wote wametolewa UEFA Champions League. Real alikuwa katika hatua ya robo finali kwa Arsenal, lakini Barcelona amekuwa kwenye semi final kwa Inter Milan. Mechi ngumu ni kwamba mara nyingi aishi kwa sare. Kaje mimi naona kama safari hii inaweza ikawa na tofauti kidogo. Pata hisia kama Madrid wanaweza wakafanya kitu kwenye hii mechi. Sababu hata ukiangalia ile mechi iliyopita ya Copa del Rey walipata nafasi za kutosha. Vinicius alikosa nafasi nyingi. Naamini kwenye mechi hii Carlo Ancelotti atataka kumaliza msimu vizuri kwa kuwafunga na Barcelona. Haipa kidogo nafasi Real Madrid kwenye hii mechi. Napata hisia Madrid watashinda hii mechi. Sawa. Kejo, tayari Barcelona ana Super Cup, ana ndoa ya Super Cup hivi ile kombe la mfalme alichukua nani? Alichukua Barcelona pia? Alichukua Barcelona. Nadhani Barcelona alichukua. Kwa Barcelona ana trophy 2 tayari msimu huu. Na itakuwa ni mechi ngumu sana kwa sababu Barcelona anajua akishinda mechi ya leo ni kama atakuwa ametangaza kiaina fulani ubingwa wa Hispania, kwa sababu atakuwa ameshaongeza sana wigo kati yake na Real Madrid, na Atletico Madrid bado yuko chini. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ya kutafuta ubingwa kwa Barcelona, lakini itakuwa ni mechi ya kufufua matumaini kwa Real Madrid. Sasa hapo ndo utamu wa soka utakapokuwepo, na kwa sababu hizi mechi zimekuwa ni mechi za mabao, sare ni aghalabu, basi tunategemea sijui sasa kapo la magoli litahamia upande gani. Sawa, ni siwezi kuacha kusoma hii message kwa kweli. Asalamu alaikum, hali zenu? Tuwe pole sana Azam TV na wanahabari wote na kila aliyeguswa na msiba wa rafiki yangu Chazi Hilary. Mungu amweke mahali pema anapostahili. Amin. Huyu ni Masud Sanani, boss Masud Sanani. Singeacha kusoma message yako. Unajua kuna wakati mwingine hata refa anatumia busara.
kuna wakati mwingine hata refa watumia busara zile adeli zile. Umeona bwana? Kwa tumeongeza kidogo kwa muda. Naitwa Mahmoud bin Zuberi. Nilikuwa na tangu saa 2:30 asubuhi pamoja na wenzangu Rashid Kejo, Cletus Kunambi na Sogele Kilinga. Tunahitimisha namna hii Sports AM. Tuendelee kumwombea mwenzetu Charles Hilary. Mwenyezi Mungu ampokee na kupumzisha kwa amani. Amin. Jumapili njema.